name of the Lord. Ninataka kuzungumza kuhusu umuhimu wa kuwa kwa baba. Kwa muda wa dakika kidogo, niruhusu tu niongee kuhusu umuhimu wa kuwa kwa baba. Kichwa cha ujumbe wangu ni umuhimu wa kuwa kwa baba. Maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na mzee mmoja, a certain man, ambaye alikuwa na vijana wake wawili ama wana wawili. They are called sons kwa sababu hawakuwa watoto, walikuwa wamekomaa. Na wakati kijana mdogo, maandiko inasema the younger son, wakati kijana mdogo alijisikia kwa maisha yake ya kwamba amekomaa ya kutosha, na akiangalia kwao nyumbani anaona ya kwamba mali ya baba yake ipo, na alikuwa anajua kama vile miaka ya kitambo ilikuwa inajulikana, saa hii sijui kama iko hivyo. It was known that if you have a son, yeye ndiye atakurithi, yeye ndiye atachukua mali yako. So ilikuwa hivyo. Huyu kijana alikuwa anajua kwa maisha na kwa akili ya baba yake, anajua kwamba hii mali wako nayo, kunayo sehemu yake, kuna share yake ambayo ni baba amehifadhi ili amgawie kama urithi. So akamwendea baba na akamwambia, baba, nimekomaa vya kutosha, ninataka unigawie mali, kati ya hii mali iko unigawie mali ambayo iko katika upande wa kwangu. Baba hakubishana, yeye alirudi akamgawia, akahesabu akamgawia, akamwambia hii ndio ya upande wa kwako, na maisha ikaendelea. Lakini maandiko inasema baada ya muda yule kijana akakusanya urithi wake na akaondoka, akaenda nchi ya mbali. Akakusanya urithi wake na akaondoka, akaenda nchi ya mbali. So tatizo ambalo lipo si yeye kuitisha urithi, maana amekomaa ukweli na hiyo mali ni yake, amewekewa. Lakini tatizo ni ameamua kutoka moyoni ya kwamba hii mali yake hataitumia akiwa karibu na mzazi wake. So akaikusanya, akaamua kwenda mbali. So wakati alienda mbali, aliacha kwa baba, alitoka katika mikono ya baba. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sasa nataka tuamke, tusimame na miguu yetu. Nataka umuulize mwenzako, uko na baba? Nataka tu muangalie, muulize na kujibu. Muulize, uko na baba? Najua inawezekana tuko na watu hapa hawajawahi ona baba kwa macho. Muulize tu, uko na baba? Haya, nataka umpatie, nataka nikupenda dakika moja tu umuelezee baba yako anaitwa aje, na kama hayuko mwambie yuko. Mbie mimi niliamka tu nikapata mama peke yake. Chukua tu dakika 2. Yule ako na baba, muulize kama anampenda. Haya, sasa keti. Amekwambia aje? Yes. Huyu anaelewa zaidi. Praise the Lord. Okay. Wewe amekwambia, umeongea na huyu ama umeongea na huyu? Okay, amekwambia baba yake anaitwa aje? So kulingana venye nimesikia, wale wako na baba wanampenda sana. Wale wako na baba wanampenda sana. So wachana na mimi kwanza. Forget about me. Nataka uangalie baba yako, yule biological father. Jaribu kufikiria ule upendo unampenda nao. Ule upendo unampenda nao. Alafu ukumbuke
Ukiwa umempenda hivyo, umeamka na umechukua safari na umeenda. Na huko umeenda hata hutaki kujua walienda, wanaishingi ama walikufa ama kulienda aje. So huyu kijana ndivyo alifanya. Wakati alitoka na mali yake, alisahau, akafanya shughuli zake zote. So kutoka kwa baba yake na kwenda, wakati mtu ako kwa baba, nisungumzia sasa wale ambao walizaliwa wakapata baba hayuko. Kuna wale walizaliwa wakapata baba hayuko, na kuna wale walikaa na yeye kama mimi na akasonga akaenda. So wakati yuko, nataka kuzungumzia kwa baba ambaye yuko. Wakati yuko, saa ile uko kwake, kuna faida kadhaa ambazo huwa unapata. Faida ya kwanza huwa ni you are covered. You are covered. Sasa hivi tuko kwa nyumba ndani. Mvua ikinyesha tutanyeshewa. Kwa nini? Kwa nini? Yes, because we are covered. So wakati baba yako yuko, kuna ulinzi, kuna kufunikiwa kama vile kuku. Maandiko inasema kama vile kuku ufunika vifaranga wake. Kuna mtu hapa ameona kuku akiwa na vifaranga, alafu wakati wanachoka anafanya hivi, wanaingia wote, wanaingia ndani. Hivyo ndivyo spiritually baba huwa anakava mtu, ya kwamba kukiwa na shida, baba ndiye ataulizwa, sio wewe. Praise the Lord. Sio wewe. So kuna ile covering ya baba, ya kwamba wewe hautatoka uende ukatafute. Baba ako na chochote kile unataka, kile unahitaji. Mwalimu akikufukuza uende nyumbani, au uendi kufanya kibarua ili ulipe school fees, unaenda unapelekea baba yako hiyo kaslip kameandikwa fees balance. Tunaeleanwa? Hiyo ndio maana ya covering. Ya pili, baba anapeana protection. Anapeana protection. Wakati huyu kijana anatoka kwa baba anaenda, ana lose covering, alafu ana lose protection. Ya tatu, baba upeana direction. Baba upeana nini? Upeana mwelekeo. So wakati hayuko, hatapata mwelekeo. Na ndio maana wakati alienda, maandiko inasema alitumia mali yake vibaya. Maana Biblia inasema ya kwamba alitumia mali yake vibaya. Hakupata mwelekeo, hakupata mtu wa kumwambia piga kona hii, enda direction hii, enda direction hii. Nataka kuongeleza vijana ambao wako kwa nyumba na walijipata wakiwa na mama na baba hakuwa. Sasa nirudi kwangu, nimesikia mwenye ameelezea amesema ya kwamba ako na baba mimi, ako na baba mzazi ambaye anaitwa Joseph, na ako na baba wa mbinguni. So kijana ambaye uko kwa nyumba na hukupata baba kwa hiyo mboma, na kama ulimpata mbia alikaa kidogo na akaenda, hakikisha unaniona mara nyingi ili niweze kukusaidia na kukupea direction. Nirudia tena, kama uko hapa na wewe ni kijana na hukupata baba, ama alikaa kidogo na akaumeria, hakikisha unaniona mara nyingi ili niwe nakupatia direction. Kama singepewa direction na baba yangu, singekuwa vile niko. Hata sasa singekuwa pastor kama baba angenipea direction. Kuna vitu nilikuwa naamua kufanya, alafu ananiita, ananiambia ukifanya hivi matokeo yake ni hii. Hata bila kunigombanisha, hata hajachukua kiboko. Yule mtu alikuwa anachukua kiboko ni mama. Baba alikuwa ananiongelesha. Mama alikuwa anachukua kamba ya kufunga kuni. Kuna watu walipata, watu walikuwa wanakota kuni na kamba ilikuwa ina kamba nono kiasi. Nikikosea alikuwa ananidalisha chini, na hiyo unanyoroshwa. Na akiona usikii anakukanyanga, na akiona usikii anakuuma na meno. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya mama, kupatia nini? Discipline. Lakini baba ananipea direction. So mama alikuwa anapeana discipline, lakini baba anapeana direction. Na akinichapa sana aone kama sisikii, ananiambia nitaambia baba yako. So hiyo kesi ikihamishwa ipelekwa kwa baba, inaenda level nyingine, inaenda Supreme Court. Sasa hapo kufungwa ni haraka sana. So kama kijana unisikia vizuri na kwa nyumba, kama ukupata baba, unjue mama angekupea discipline, lakini kuna mahali kifika, ukishakuwa kichwa ngumu kiasi, atashindwa na kufanya nini? Na kukuhando. Kuna wakati ningepelekwa kwa baba, hata nichapa, ananikalisa chini,
Ananiambia sasa kuanzia leo juu hautakula kwa hii ngoma. Aniguzi hautakula kwa hii ngoma. Na nikipata umepewa chakula, ile vita nitakuchapa hujawahi ona. Utakaa siku ngapi? 2 bila kukula. Sasa nimepewa discipline ya hali ya juu kuliko ile mama alikuwa ananipatia. Siku 2 zikiisha, sasa atanikaliza chini aniambie siku ingine nikipata mnazoshana na mama yako. Sasa hata aniguzii makosa ambayo nilikuwa nimefanya. Sasa ananiletea shida ya kwamba nilidharau mke wake. Siku ingine nikupata mnazoshana na mama yako, huku utatoka. Sasa unajua nimepata ya kutosha. Sasa nitakuwa najua sitawaitaka kesi iende level ingine. Praise the Lord. So baba upeana direction apart from kupeana discipline. Discipline sana inakuwa ya mama. Na ndio maana maandiko katika kitabu cha Proverbs inasema ya kwamba mtoto mwerefu huwa anamfanya baba yake akuwe na furaha ama aheshimike, lakini mtoto mjinga anafanya mama yake aishi kwa machozi. Kumaanisha ya kwamba discipline inafaa kuwa ya mama ili mama asikuwe kwa machozi, lakini hekima na nini inafaa kupeana na baba, maana ndio peana direction. Hai. Kuna mtu ameshika hiyo Okay, wacha nirudi kwa vijana tena. Kama unajua kabisa baba yako hayuko, nifanye baba, nitakupea direction. So huyu kijana, rudi kwa Biblia, wakati ametoka kwa baba yake, ameenda nchi ya mbali, mahali ambapo baba yake hawezi akampea direction. Yale mambo alifanya kuanzia hapo hayakuwa yanapendeza. Mambo Biblia inasema ya kwamba alikula mali yake yote na wanawake, na tafsiri nyingine inasema na malaya. Akamaliza, akakunywa, ikaisha. Ilipoisha akaenda kutafuta kibarua. Ile kibarua alipata ni ya utumwa. Akafanywa kulisha nguruwe na hakuwa anapewa chakula. So mtu akitoka kwa baba, kuna kitu inaitangwa provision ama divine supply huwa inakatika. Ukitoka tu kwa baba hivi, provision inaisha. Imagine alikuwa na mali mingi akienda, lakini maana provision ya baba imeisha, hiyo mali alienda nayo haikukaa. So wakati tumeenda mbali na baba, si baba hapa duniani sasa, mbali na Mungu, ile kitu katika kwa maisha yetu ni provision. Tulianzia wapi? Tulisema ya kwanza ni covering, ya pili ni protection, ya tatu ni, ya 4 ni provision. So wakati provision imekatika, hata kama uko na pesa mingi kiasi gani, haziwezi zikakaa. So utakuwa maskini na uko na pesa. Umewahi kutana na watu ambao wako na pesa na ni maskini kabisa? Mtu wako na pesa, anafanya mshahara mzuri, lakini ako kwa madeni. Na kama uko kwa nyumba na unafanya kazi, unapewa mshahara, lakini uko kwa madeni, rudi kwa baba, mwambie baba, nataka divine provision katika jina la Yesu Kristo. Maana si mapenzi ya Mungu iwe hautosheki na kile uko nacho. Maana ukiona unaenda kwa madeni, inamaanisha kile uko nacho hakikutoshi. Haleluya. Na kwa sababu wasomi na wale watu wamefanya mahesabu vizuri, huwa wanasema ya kwamba na economist huwa wanasema ya kwamba live within, kumbe mnajua, live within your means, meaning that kama unalipa 10,000 na unaishi kwa nyumba ya 8,000, wewe ni mji. Asijatusi mtu. Hallelujah. Praise the Lord. According to status hapa duniani na calculations hapa duniani, live within your means. So umejaribu ku live within your means, lakini bado uko kwa madeni. Unastahili kujua ya kwamba provision ya baba iko na kasoro. Rudi kwake, mwambie baba, nimekuja, unipatie provision yako ili niwe naweza tosheka na kile ninapatiwa. Ninaweza kukibudget na kitoshe mahitaji ya kwangu, na utaona Mungu akifanya katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Ya mwisho ambayo ni number 5 ni neema ya kuwa kwa nyumba ya baba. Hiyo ndio ya mwisho. Kuna neema huwa inatokea wakati uko kwa nyumba ya baba, wakati uko katika presence
ya baba. Neema inamaanisha hivi, kuna vitu zitakuwa zinafanyika katika maisha yako ambazo haujafanyia kazi. Haleluya. Kuna vitu, angalia kama kuna mtu amekaa kama mimi hapa kwa hii dunia. Hiyo miaka kidogo iko na hapo nyuma, wewe ulikuwa umekaa kidogo. Ulikuwa unasikia wakisema ya kwamba mwanaume ni sauti. Ulipata wakisema hivyo? Wewe hukupata. Pastor Susan, ulipata wakisema mwanaume ni sauti? Nimeenda kwa mama fulani huko Masaini. Nilikuwa nimeenda witnessing. So huko Kajiado. Watu wakifanya witnessing kitu inaitwa door to door. Yaani mnaenda nyumba kwa nyumba wakati wa crusade. So tukaenda. Nilipoenda nikaingia kwa nyumba moja. Nikahubiria mama alikuwa. This woman was very bitter. Alikuwa bitter kwa sababu bwana yake alikufia katika pahali ambapo watoto wanamhitaji sana. Kijana wake wa kwanza akiwa class 7. So alikuwa na watoto kadhaa unajua kuna wakati tunabarikiwa tunapata watoto wengi tu wanafuatana tu. Si unaona vile wanafuatana, unapata huyu akiwa class 7, huyu mwingine ako 6, huyu mwingine ako 5, huyu mwingine ako 4, huyu mwingine ako 3, huyu mwingine ako 1, na yule amerepeat amepatwa na huyo mwingine. Ulipatanga hiyo? Ninaona hukuipata. Yule amerepeat wanatoshana huyo mwingine. Sasa ujui yule mkubwa kuliko mwingine ni mgani. So watoto wake walikuwa hivyo. Sasa wakati msichana firstborn alifika wakati wa kwenda secondary, akawa hawezi akaingisha mtoto shule maana hana pesa. Sasa akaniambia hivi, bwana yangu hakuwa na kazi, lakini wakati alikuwa na solve kila shida. Sasa msichana wangu angekuwa nyumbani, angekuwa shule kama baba yao angekuwa. Kaniambia, unajua pastor, mwanaume akiwa kwa nyumba hata kama ni kiwete ni wa maana sana, kwa maana mwanaume ni sauti. Na sauti yake ikiguruma, hii nyumba iko safe. So nilikuwa kijana. Sasa hata sikuwa naelewa hizo vitu zote ananiambia. Wakati huo sikuwa nimeoa. Sasa ndio yule mzee tulikuwa tumeenda na yeye. Tulipotoka, mimi nilitaka sana kuuliza ushauri. Tulipotoka kwa hiyo ngoma, tukienda ndio nikamwambia, nataka unielezee. Hii kitu huyu mama amesema mwanaume ni sauti. Hiyo kunguruma tu. Hiyo ndiyo alikuwa anamaanisha. Akaniambia hapana. Sio hiyo kunguruma, ni akiwa huku hakuna mwanaume mwingine anaweza kuja. Akiwa huku hakuna jirani anaweza sema kuku zangu zimeenda kwake. Akiwa huku akanihesabia faida zile huwa zinapatikana wakati hiyo sauti iko kwa nyumba. Sasa kuna wanando wameanza kusema, sasa pastor, unataka tufanye nini? Wacha niachie hapo. Wewe nikipitisha hapo nitakosea. Wacha niachie hapo. So, hiyo sauti wakati iko kuna neema. Si tumesema number 5 ni neema ya kuwa kwa baba. Kunayo neema huwa inakuwa kwa baba. Sasa nataka utoke katika baba hapa duniani. Sasa tumehama. Hatuko kwa baba Samuel huyu hapa duniani. Sasa tumeenda kwa baba wa mbinguni. Sababu kubwa huwa inafanya tuokoke ni kwa sababu wakati hatukuwa tumeokoka, tulikuwa kama huyu kijana. Tulikuwa mbali na baba. Tulikuwa nchi ingine. Tulikuwa mahali ambapo hatuna ulinzi. Tulikuwa mahali ambapo hatuna cover. Tulikuwa mahali ambapo hatupatiwi direction. Tulikuwa mahali ambapo praise the Lord, hakuna neema. Lakini wakati tumeokoka, tulirudi kwa baba. Tukaingia katika nyumba yake. Haleluya. Tukaingia katika nyumba yake. Kile kilimfanya Daudi aseme ya kwamba afadhali siku moja katika nyumba ya baba kuliko miaka 1000 huko nje. Ilikuwa hiyo ya kwamba hiyo siku moja tu uko katika nyumba ya baba ama katika presence ya baba, haya mambo yote yameshughulikiwa. Praise the Lord. Haya mambo yote yameshughulikiwa. You are covered, you are protected. Yani uko safe, unalala kama mtoto, maana kuna mtu anashughulika kwa niaba yako. Haleluya. Na ndio maana maandiko inasema, Yesu mwenyewe akasema, msijisumbukie. Kwa nini usijisumbukie? Hakuna chakula, lakini unaambiwa
usijisumbukie. Kwa sababu gani? Kutakuwa na divine provision. Hey, hallelujah. Msijisumbukie. Kwa nini? Someone is covering you. Hata kunyeshe ya mawe, kuna roof ambayo imeshikilia kile ambacho kinakuja. Daudi akasema katika Psalms 91 ya kwamba sitaogopa mishale itembea usiku na uovu ambao huwa unakuja mchana. Kwa sababu gani? Maana nimelindwa. I am covered. Praise the name of the Lord. I am in the presence of my Father. Hakuna uovu nitaogopa. Mishale ikinja itampata yeye, si mimi. Hallelujah. Paulo akasema ya kwamba na tumefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Inamaanisha ya kwamba hatuwezi tukaguzwa. We are hidden with Christ in God. Nothing can touch us. Mwimbaji mmoja akasema niko chini ya mwamba na mwamba uko juu yangu, so hakuna cha kuniguza. When you are in the Father's presence, nothing will touch you. You should not fear anything. Kwa maana uofu ukinja unapata baba au kupati wewe. Lakini ukitoka, wakati umeenda kama huyu kijana, maandiko inasema ya kwamba kitu cha kwanza mali ile alikuwa nayo iliisha. Ilipoisha akaenda kutafuta kazi. Badala ya kupata kazi alipata utumwa. So tukiwa nje huwa tunatumikishwa. Ninatangaza siku ya leo, kama uko kwa nyumba and by any means huwa unajipata ile kazi unafanya ni kama ya utumwa, tunaenda tumwambie baba, ulisema tukiwa ndani yako hatutawahi tumikishwa. Nini nafanya kazi ya utumwa? Unastahili undai haki yako. Si huwa nasikia mkienda kwa street mkisema haki yangu. So leo unafaa undai haki yako. If you are in the house of God, if you are in the presence of the Father, then dai haki yako. Huyu kijana alidai haki yake. Makosa alifanya, alitoka. You have every right. You have every right to go and ask. But after kupata ka. Praise the Lord. After kupata ka. Niko na ushuhuda wa watu wengi ambao walikaa kwa nyumba ya baba, Mungu akapeana. God provided. Alipeana vizuri, chochote kile walihitaji alipeana, lakini walitoka wakaenda. Na walipoenda ikaisha. Anytime unatoka katika uwepo wa baba, jua ya kwamba uko nje utapatana na watu wa kukula mali ya baba. Praise the Lord. Alafu neema itaisha. Zile vitu unapata tu pasipo kutafuta, huwa unatafuta kwa nguvu. Siku moja nikasikia Pastor Flora ameniambia mtu fulani ili kupata shilingi 300 ni kama kupanda mlima mkubwa. Ile pesa unipata nikiwa nimelala, yeye kupata ni kama kupanda mlima mkubwa sana. Ni kwa sababu kwa neema ya kupata ilitoka ikaenda. Praise the Lord. Usiwahi ruhusu utoke katika uwepo wa baba, maana ukitoka neema ya baba ile huwa inasababisha mambo kufanyika, huwa inaenda wewe unaenda peke yako, unaiacha kwa baba. So protection, magonjwa, vitu, mambo yatakutendekea, utakuwa unashangaa huku ni wapi. Lakini ungekaa kwa baba, chochote kile unahitaji, hata kabla hujaomba baba amekupea, maana anajua shinda zako, anajua mahitaji yako. Kabla hujaitana ameitika. Isaia akasema ya kwamba nitawaitika hata kabla hawajaitana, nitawajibu hata kabla hawajaomba. Wakati uko kwa baba atakujibu hata kabla hujaomba, maana anaitwa baba. Praise the name of the Lord. Atakulinda, atakuepushana na kila aina ya uovu. Kuna mambo yatakuwa yanafanyika kwa maisha yako, unaangalia nyuma, unasema kama Mungu aliniondolea hii, ananipenda. Praise the Lord. Kuna vitu ukiwa kwa baba huwa zinafanyika, ungefunguka macho tu uone kile kimeendelea, ungeshangaa. Kuna mahali ulipitia, watu wengine walikuwa na uawa, wewe hukuguzwa, hata hukunjua. Ungefunguliwa macho uone pale Mungu alikupitishia na kile kilifanyika, unaweza shangaa sana. Anytime you are in the presence of the Father, He will protect you. Praise the Lord. He will protect you. Kuna wakati wewe unashangaa umefanya kitu tu, alafu hiyo kitu inakupatia faida, unasema nani kaendia kalikuja tu. Sio kaendia kalikuja, baba alikupatia direction.
Praise the Lord. Sio idea ilikuja, uko katika presence ya baba na ni majukumu ya baba kukuambia pitia hapa, usipitie hapa, fanya hii, usifanye hii. Kaa kwa baba. Wacha kwenda, wacha kumea. Hallelujah. Praise the Lord. Ya mwisho, ukiwa kwa baba kuna kuanga na fellowship. Hallelujah. Hautawahi kuwa lonely kwa sababu kuna fellowship. Na unisikie, kama uko kwa nyumba ya Mungu na haukuangi na fellowship, you are not doing yourself justice. You are not doing yourself justice. Wacha niwasihi wapendwa. Maandiko ikisema ya kwamba msipuuze kukutana mara nyingi katika ushirika, vile wengine walipuuza na wakaharibikiwa, Biblia ilikuwa inajua inasema nini. So anytime you lose fellowship, be assured vitu zitaanza kuharibika katika maisha yako. Zitaanza kuharibika. Na kanisa inakuwa weak wakati watu hawako kwa fellowship. Maana faida ya mwisho katika nyumba ya baba, ama the last benefit in the house of the Father is fellowship. You will be warm. You will enjoy peace. Vitu zitakuwa zinafanywa na wapendwa wale wengine, unasikia vizuri. Utasikia wimbo mzuri vile tunaimba. Maana maandiko inasema ya kwamba na wakati alimaliza mali yake, akaenda akaishi katika nyumba ya kukula na ya kulisha nguruwe. Hakuwa anapewa chakula, alikula chakula ya nguruwe. Mpaka siku ile alirudi katika mawazo yake, akasema ninakaa hapa na nilitoka kwa baba. Kwa baba kuna food. Kuna hired servant ambao ni watu wa mshahara, wanakula wanasaza. Na mimi niko hapa nikikula mabaki ya nguruwe. Nitarudi kwa baba. Na maandiko inasema wakati alirudi, kitu cha kwanza alipata ilikuwa upendo. Maana baba alikimbia akambusu. Alipombusu akaitana akasema atolewe mavazi, avalishwe mavazi mengine, avalishwe viatu vingine, avalishwe pete. Sitaelezea hizo vitu zote zinamaanisha nini, maana time yangu imeisha. Alipofanyiwa hizi vitu zote, ya mwisho alifanyiwa sherehe. Kulifanywa karamu. Kulifanywa ushirika. Watu waliimba. Praise the Lord. Kwa hiyo mboma kulikuwa na wimbo. Ndugu mkubwa akitoka shambani, akiwa mbali akasikia wimbo umeimbwa. Akasikia kelele ya furaha iko kwa nyumba. Akauliza kwa mbali, nini kinafanyika nyumbani? Ndio akaambiwa ya kwamba ndugu yako aliyepotea amerudi nyumbani na baba amemfanyia karamu. Hallelujah. Kuna imbwa, kuna wimbo. So kuna ushirika. Wakati uko kwa nyumba ya Bwana na unapata watu wakiimba, wanaimba maana wako na furaha. Kuna kitu imefanyika katika maisha yao. Praise the name of the Lord. Wakati praise and worship wanatufundisha wimbo, hata kama ni wimbo mpya, wimba. Wakati wanakuambia dance. Kwa maana unakosa kudance. Lakini wale wanaenda huko kwa club usiku, ukapata venye wamesakata hiyo rumba, ukawapata. Sasa nakuuliza hivi mpendwa, wacha nikuulize ndani na wewe ndugu ambaye ukiimba wewe umejishika hivi. So hautafurahia ndani ya nyumba ya baba na hautaenda kufurahia huko nje. Si utaenda mbinguni ukiwa miserable sana? Au kuimba kwa club na hujaimba kwa nyumba ya Mungu, nataka muangalie venye utaenda hasara kubwa. Imagine wale wako huko, ukawapata wakiwa wameshikana wawili wakikula ngoma huko nje huko, kwa maana wamekunywa pombe, wamelewa. Wewe uko hapa na umelewa, hata wengine hawataki kulewa na Roho Mtakatifu. Unajua unastahili ulewe na Roho Mtakatifu mpaka tusifu, mpaka uanguke ufunje kiti. Siku hizi nimeacha kununua viti, nimeacha kuongeza viti. Unajua zilikuwa zinafujika mpaka naenda kununua zingine. Sasa situmbadilishe, tuanze kufurahia kwa nyumba ya Bwana. Hallelujah. Na sinisikia wameimba hivyo, ati nilifurahi waliponiambia. Angalia mwenzako kama anafurahi. Mwangalia tu uone kama akai
Wana venye anakaa ni kama kwa watu walihama akambaki peke yake. Ati uko kwa nyumba ya Mungu, hata hiyo wimbo yenyewe imeimbwa. Hata hiyo wimbo yenyewe imeimbwa. Nilifurahi waliponiambia. Lakini sasa hiyo ndio utapata dada anafanya. Anafungua macho inakataa kufunguka. Na anaimba venye amefurahi akiwa kwa nyumba ya Bwana. Mwingine ukimsalimia hata kusalimika yenyewe hawezi. Na amefurahi kwa maana ako wapi? Kwa muulize mwenzako, kweli uko na furaha kweli? Mwangalie tu muulize. Najua ninakuangalia na shangaa kama uko na furaha. Mimi ukiona nikiimba, sijui kama mnaniangalianga nikiwa pale nikiimba wakati wanaimba. Mimi undance. Kwa maana siwezi nikamisi ya huko na nimisi ya hapa. Ninaona hujaelewa. Mimi ni miss Kanungo. Huko nje na ni miss ya hapa. Haya sio mimi. Nimemiss hiyo ili niweze kushika ya hapa. Najua pale nilikuwa naishi kitambo. Kulikuwa na nyumba yangu, nilikuwa nafanyia biashara kwa barabara kama hapa na nakaa nyuma ya biashara. Across the road ilikuwa ni kubwa sana. Pastor Peter aliishi pande hiyo, ilikuwa inaitwa Saringo. Ilikuwa inakuja Wanjaka wote wale wako na pesa kwa estate zile ziko pande hiyo. Unapata tu Mercedes tumepakiwa na hivi mpaka huko mwisho. Sasa kuna masaa itafika upate kila mtu ako na wake. Kanungo. Sasa mimi nilikuwa naangalia nasema nao wazee na ni wazee wakubwa. Yaani huyu baba msichana wake akapitia hapa aone venye amefurahia huku. Maana jamaa amefurahi mpaka ametoa tai ametupa. Ni chachi yao. Alafu sasa mimi wao wako na furaha kwa maana wamelewa huko. Mimi ni misi hiyo. Alafu nikuja ni misi hapa kwa chachi. No. No way. Hiyo nimekataa, hiyo sio mimi. Kama wewe utamisi huko na umisi hapa shauri yako. Mimi sitamisi huko na ni misi hapa. Maandiko inaniambia baba yake alitengeneza karamu na kukawekwa wimbo. Praise and worship. Endeleni kuweka wimbo. Wao wakitaka kuimba, mimi nitaimba. Hii Sunday inakuja mkiwaambia waruke muone na wafanye hivi muone hawafanye, angalieni pande ya kwangu. Angalieni pande ya kwangu. Nitaimba. Sitamisi yuko na nimisi hapa. Niko kwa nyumba ya Baba. Praise the Lord. Niko kwa nyumba ya Baba. Ametengeneza kalamu kwa sababu yangu ili nifurahi pamoja na yeye. Alafu nikaa hapa nimekunja sura. Ninakaa kama niko huko kwa sababu. No. Huyo sio mimi. Nitamfurahia Bwana. Bwana wa wokovu wangu. Praise the name of the Lord. Habakuku akasema ya kwamba hata katika gara ya kama kutakosa chakula na kwa shamba kukose matunda na katika mifugo zizi la ng'ombe kukose ng'ombe na hata kwa zizi la kondoo kukose mwana kondoo, nitamfurahia Bwana, Bwana wa wokovu wangu. Sasa wewe umekunja sura, umekuja kwa Baba ambaye anapeana, umefika na badala ya ufurahie ili akupee unakunja sura. Unagane kama ulihama miaka ya kitambo. You know, miaka ya wakati president walikuwa wanakaa kama wafalme. Kulikuwa na rais huku wengine hamkumuona, alikuwa anaitwa Moi. Na hiyo miaka watu walikuwa wanajua maana ya ufalme. So wakati wote akitembea pahali, kama akinja ili ya kwetu, shule za huko walikuwa wanafundishwa wiki kama 2-3 kundance, kuimba. Na wamama wanavaa vitenge na wengine wanavaa zile nguo za kitamaduni, wanafundishwa kuimba. Utapata wamepanga laini kwa barabara, wakati anakuja akishuka huko Tanjimo anatembea mguu, hata aenda akiwa ndani ya gari ili aende akiwasalimia. Nao wameimba wamedance. Wakimaliza akifika pale mwisho hivi anasema na hii barabara yenu itengenezwe. Lakini wewe
Tuko na mfalme ambaye anaitwa Mungu, ambaye ametengeneza karamu. Wewe bandara ya umuimbie. Wewe unakaa umekunja tu kwa nyumba ya Mungu kwa maana ni Sunday. Usikunje kwa nyumba ya Mungu maana ni Sunday. Kunja kwa nyumba ya Mungu umuimbie. Ili hata ukimwambia nipe, atakupea kabla unjamuitisha. Nimesema kwa Baba kuna kuanga na neema ya vitu kufanyika kabla unjaitisha. Hiyo inamaanisha ukimuimbia vizuri, atasema na hii barabara yenu iwekwe lami. Haleluya. Unapata dada ako kwa nyumba na anahitaji mzee. Ni mzee ama ni mzee ama ni mtu? Ni mtu. Oh, ni bwana. Ako kwa nyumba anahitaji bwana. Alafu amenuna. My friend, hata ningekuwa mimi ndio bwana nikuja nipate umefununa, ningepita. Nitajifanya si wewe. Yaani umenuna. Na unahitaji. Na wengine malaika anastuka. Unajua saa ile maandiko inasema ya kwamba anadumu katika sifa za watu wake. Sasa wakati tumemsifu, anashuka ili andumu hapa. Anaanza kutembea kwa hizi viti. Akipeana gifts. Bwana kuja anapata mtu wa mtoa kasiri sana. Kama sikutumwa kwa huyu. Anapita. Wewe mwenyewe unakuwa na kitu inaitwa cross over. Ana cross over. Kuna watu kwa nyumba ya Mungu anakuanga na hiyo alama ya cross over. Maana wananuna mpaka malaika akiangalia anasema we anapita anaenda next. Wewe utakuwa kwa nimefanya uchunguzi wa kimwili na wa kiroho. Nikagundua ukiona watu kwa nyumba ya Mungu hawabarikiwi, kuna kuanga na sababu. Maana Mungu ni wa baraka. Haleluya. Anakuja kubariki lakini anapata mtu amenuna. Ana cross over. Ni tuitane sasa kwa madhabahu. Tukuwekelewe mikono. Tukuchape makofi kama komanda. Ni kama tutaenda level nyingine. Mr. Michael, tuende level nyingine sasa tuchape makofi. Maana Mungu atusaidie. So, hiyo ushirika, in that fellowship kuna mambo mengi sana yanafanyika. Kuna wimbo, kuna furaha, kuna ushuhuda, kuna upendo. Watu atinasikia mtu akiwasema hiyo kanisa watu hawapendani. Ukisikia mtu akiwasema watu hawapendani, ndani yake hakuna upendo. Maana nikwambie ukweli, utapenda huyu dada akunje sura uende kwa huyu Yesu. Unaweza kuwa basi kuko na kaso. Ukienda kwa Michael akatae, uende kwa Mwema atakataa. Haleluya. Na hata mwenye alikataa wakati ataona venye hiyo fellowship yenu iko tamu, ataanza kufanya nini? Ataanza kujoin. Lakini kwa maana watu wanataka wakae mbali na Baba. Wameokoka lakini wanataka wakae mbali na Baba. Alafu mtu anataka akae kivyake. Huyo jamaa alikaa kivyake. Ile kitu ilikuwa inamuongeleza tu ni nguruwe. Baka akitembea alikuwa anasikia sauti inasema kwa masikio yake. Kwa maana yeye ni kama nguruwe. So kuna watu ile kitu unasikia kwa masikio yako ni vitu zingine lakini si sauti ya Mungu. Maana kule unakaa sio kule Mungu anakaa. Mwambie mwenzako kaa kule Mungu anakaa. Katika jina la Yesu Kristo. Live in the presence of Father. Hallelujah. Make sure your time iko katika uwepo wa Bwana. Mpaka siku ile alirudi, ndio alirudishiwa utukufu, ndio alirudishiwa mavazi, ndio alirudishiwa chakula. Kwa maana kulichinjwa, hiyo siku kulichinjwa. Kulichinjwa hata ile kitu haikuwahi kuchinjwa kwa hiyo mboma. So, ni vizuri kurejea, ni vizuri kukaa katika uwepo wa Mungu. Kwa maana Baba ako na kila kitu. Anything that you want, anything that you desire, anything that you need is in the house of the Father. Dwell there. Mwambie mwenzako ishi hapo. Mwambie tena ishi hapo. Mwamgalie tena mwambie ishi hapo. Katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Nataka uende mbele za Bwana mwambie akusaidie kuishi katika nyumba ya Bwana. Mwambie akusaidie. Mwambie hata kama kuna majaribu ya kufanya utoke. Mwambie watu. Paulo akauliza ni nini kitanitenga na upendo wa Mungu Baba?
akasema hakuna. Nini kitatutenga? Nini kitatufanya tutoke katika uwepo wa Baba? Ni nini? Mwambie Bwana hakuna, na kusitokee kitu kitakachonifanya nitoke katika uwepo wa Bwana. Hata kama vitu zitafanyika aje, kusiwahi kuwa na kitu kitakachosababisha mimi nitoke katika uwepo wa Bwana, katika jina la Yesu. Maana katika uwepo wa Bwana kuna protection, kuna covering, kuna direction, kuna favor, kuna divine provision. Katika nyumba ya Bwana kuna hiyo neema kubwa, kuna ushirika. Nisitoke katika nyumba ya Bwana, nisitoke katika nyumba ya Bwana. Hata iweje, hata ifanyike nini, sitatoka katika jina la Yesu. I will not. I will abide